Kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU wilaya ya Makete, ninaomba kutumia fursa hii kukupongeza wewe binafsi pamoja na timu nzima ya TAKUKURU kwa juhudi ambazo mmekuwa mkizifanya katika kutafuta fedha zinazowezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo kama huu unaozindua hii leo, na kuhakikisha kuwa watumishi wa TAKUKURU wanafanya kazi katika mazingira yaliyo bora na ya kuvutia. Tunakushukuru sana mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Kwa niaba ya wana TAKUKURU Makete, tunakuahidi kulitunza jengo hili pamoja na vitendea kazi vyake ili litumike kwa matumizi endelevu. Lakini kumekuwa na mageuzi makubwa sana katika serikali hii ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukipita barabarani utaona kuna jengo la halmashauri linajengwa, lina thamani ya zaidi ya bilioni 4 ambayo halmashauri haijawahi kujengwa tangu mwaka 1984. Lakini kuna mapinduzi makubwa. Lakini huwezi ukaandika historia ya mabadiliko ya Makete katika awamu ya sita bila kuandika kwa wino wa dhahabu kazi kubwa ambayo umetufanyia Kamanda Chalamila katika wilaya yetu ya Makete, kujengea jengo zuri la kisasa, jengo la TAKUKURU katika wilaya yetu ya Makete. Umeweka historia kubwa sana. Wewe ni kiongozi wa mfano, tumekuona nchi nzima ukizunguka, ukizindua majengo kama haya, umeleta mapinduzi makubwa. Sisi hatukutegemea kama leo katika wilaya ya Makete tungekuwa na jengo kubwa kama hii na tungekuwa kipaumbele. Tunakupongeza kwa uongozi wako thabiti, imara, na hakikisha tumeona wewe ni mfano. Miradi yako umejenga na umekamilisha. Mimi kama mkuu wa wilaya nilikuja, nikakagua, nikapitia document, nikapitia ubora, nikasema ngoja tufanye kama kwenye mwenge. Nikasema I say TAKUKURU hapa ni 10 out of 10. Hongereni sana. Mnaongoza kwa mfano. Ndugu mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Makete ulitekelezwa kwa kutumia bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo mradi ulitengewa kiasi cha shilingi $1,303,058,645 bila senti. Mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Makete ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 28 Februari mwaka 2025 na ulikadiriwa kukamilika baada ya wiki 26 sawa na miezi 6 ilipotimu tarehe 27 Agosti mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi ulifanyika kwa kuzingatia matakwa ya sheria za nchi yetu ikiwemo sheria ya manunuzi pamoja na kanuni zake. Aidha, utekelezaji wa mradi huu ulizingatia miongozo kutoka Mamlaka ya Kudhibiti Ununuzi wa Umma, yani PPRA. Mradi utekelezwa kwa utaratibu wa force account chini ya usimamizi wa ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Makete na ushauri kutoka kitengo cha usimamizi wa miliki cha TAKUKURU makao makuu. Mradi utekelezwa katika kiwanja namba 5 eneo la Boma Makete mjini katika halmashauri ya wilaya ya Makete mkoa wa Njombe. Halmashauri ya wilaya ya Makete ilikubali mradi huu utekelezwe kwa kibali cha ujenzi nambari MKT/DC/BP 375. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu ulitekelezwa na fundi mkuu ndugu Mohamed Kasim Mtopela ambapo mradi ulihusisha kazi zifuatazo. Kwanza, ujenzi wa jengo la ofisi lenye eneo la sakafu ya mita za mraba 240. Pili, ujenzi wa ofisi ya walinzi yenye eneo la sakafu ya mita za mraba 16. Tatu, ujenzi wa uzio wenye urefu wa mita 344.2. Na 4, ujenzi wa mnara wa kubeba tenki la maji lenye ujazo wa lita 3,000 na kitafuta tenki la chini lenye ujazo wa lita 5,000 kama inavyoonekana mbele yako ndugu mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu ulikamilika tarehe 8 Novemba mwaka 2025 ukiwa umechelewa kwa wiki 10 kutoka muda wa mkataba uliokuwa umepangwa, yaani tarehe 27 Agosti 2025. Kuchelewa kwa mradi kulisababishwa na changamoto kadhaa kama ifuatavyo. Kwanza, kiwanja kuwa na mteremko mkali hali iliyosababisha kutumika kwa muda mwingi kukata udongo na kujaza kama ambavyo mnajionea katika eneo hili. Pili, vifaa vingi vya ujenzi yakiwemo matofali, mchanga, mabati, mbao na vifaa vingine kutokupatikana katika halmashauri ya wilaya ya Makete na hivyo kuathiri muda wa utekelezaji
pamoja na kuongeza gharama za mradi kupitia gharama za usafirishaji. 3, uwepo wa mvua za mara kwa mara katika wilaya hii iliyobarikiwa sana ya Makete ulisababisha kazi za ujenzi wakati mwingine kusimama kwa nyakati kadhaa. Lakini mkurugenzi mkuu, ni kama ile jengo, pesa ambayo inatajwa hapa na engineer inafanana na jengo lake. Huko nyuma hela ile unataka hili jengo liko robo, sio nusu. Mtu kajenga, nenda haijakamilika, amepaua mbao haziko treated, kaleta bati geji 33, ameweka tiles za Mchina, kwa mnaanza kugombana hili jengo bwana ifanane milioni 300. Lakini tu kwa ofisi inaonyesha kabisa kwamba ofisi ambayo ni jicho la serikali hata thamani yake. Lakini hata kwenye kujenga, mkurugenzi, huko nyuma sisi tulishazungumza pale Njombe. Umeona hii miradi yote inayopita wanajenga tu Waswahili, mradi tu mzuri. Kwa ile confidence ya sisi kuamini wakandarasi wetu wa ndani, mkurugenzi, wao ukipita hizo ofisi vyote hebu ukimaliza afu mwakani ukaje tupeleke taarifa yako ukawapigia chapuo hawa wakandarasi wetu, wahandisi wetu wa ndani kuweza kufanya miradi ghorofa 1, ghorofa 2 wakafanya. Hizi hela zetu zirudi. Sasa mkurugenzi, wewe unasimamia hizi hela zinakusanya mapato ya ndani. Tunajenga mradi wetu wa ndani, tunampa mtu wa nje kujenga. Hapo tunasema sio wakandarasi wetu wa Tanzania ni wababaishaji. Lakini ule wababaishaji umempa mradi milioni 300, siku ya kwanza advance payment umempa milioni 30. Baada hapo hujampa, kakopa hadi waya zote mpaka wanamkimbia. Baada ya hapo unaanza kumsimanga kwamba hawezi kufanya mradi. Lakini kwa hiki ambacho wanakifanya, Mungu akikusaidia hizo ofisi zote ukaziendelea kumaliza, ipo nafasi ya kushauri kabisa, ili uchumi wetu uchechemke. Baada ya miradi hii mikubwa, hela zibaki ndani, tufanye sisi wenyewe. Siwatetei wakandarasi wa ndani, najua wako babaishaji, lakini mkurugenzi wewe mwenyewe unajua, ofisi yako inajua, tunao wakandarasi waje wababaishaji sana kuliko hata hawa kwetu ambao tunawadharau. Wababaishaji, kampuni za mifukoni wanapewa kazi kiujanja, wanaharibu. Kwa hiyo tusidhamini sisi watu wetu. Mtu kama huyu Mheshimiwa DC aliyejenga hapa, hata sisi tupate kazi yetu. Tunakielewa kwamba yule aliyejenga ofisi atakukuru, tumesajengea ofisi yetu nyingine. Mtu kama huyu hata wewe ifanye finishing, tunaenda kwenye kujenga madarasa mengi mwaka tu hapo unganisha mitaala. Mtu anaambia omba pata madarasa 50 anajenga. Kwa hiyo tunasema ni kitu kizuri, ofisi nzuri kwa kweli. Hata wewe mkuu BBC aliyehamia hapa, mimi naambia tupana na amani tu. Hata kipiga picha yake hapo asema niko ofisini. Inakuwa ni nzuri. Lakini la mwisho, sisi tunawashukuru sana mkurugenzi, kutokana sisi siku mbili jana na leo tumebarikiwa sana kwa na wewe sana. Huku Makete ni mbali sana mkurugenzi, hao kupata ugeni kabisa. Wameweka tu invitation na watu kuja hapo, watu wangejea sana. Ni mbali sana, kama alivyosema Mheshimiwa DC, ungeweza kutuma mkurugenzi sababu tunaenda kwa niaba yako, lakini unakuja mwenyewe, unajua mazingira yetu. Hata unapomzungumzia afisa wa TAKUKURU wa Njombe wa Makete, unajua mazingira yake. Katika mwaka wa fedha 2026-2027 ulioanza tarehe 1 Julai mwaka 2026, tunatekeleza miradi 12 ya ujenzi wa majengo ya ofisi, ikiwemo miradi 2 ya ofisi za mikoa na miradi 10 ya ofisi za wilaya. Hivyo kwa hesabu hiyo mtaona kwamba hadi kufikia mwisho wa mwaka huu wa fedha wa 2026-2027 tayari tutakuwa na majengo 93 ya ofisi za TAKUKURU. Lakini tutakuwa bado tuna ofisi 52 ambazo bado hazijafikiwa na mradi wa ujenzi wa majengo ya ofisi. Na hizi ziko katika mikoa 2, wilaya 45 na vituo maalum 5. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa wilaya Makete ilikuwa ni moja ya wilaya zenye bahati kufikiwa mapema na mradi wa kujengewa majengo ya ofisi. Hongereni sana na Makete. Kwa hiyo waliko kwa idadi hii kubwa ya majengo mapya ya ofisi za TAKUKURU, mtakubaliana nami kuwa serikali imefanya uwekezaji mkubwa wa TAKUKURU, jambo ambalo linadhihirisha dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa niaba ya management na watumishi wenzangu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya awamu ya 6 anayoiongoza kwa kuendelea kuiwezesha TAKUKURU kwa rasilimali watu, vitendea kazi pamoja na fedha. Uwezeshaji huu umetuwezesha kujenga majengo ya ofisi za TAKUKURU katika mikoa na wilaya, na hivyo kuwapatia watumishi mazingira bora ya utendaji kazi, lakini pia kutoa elimu bora kwa wananchi ambao tumepewa dhamana ya kuwahudumia. Nitumie fursa hii kumwahidi Mheshimiwa Rais kwamba tutaendelea kuchapa kazi kwa juhudi na weledi na kamwe hatutamwangusha. Kwa hiyo waalikwa, kama ilivyojulishwa hapa, jengo la TAKUKURU wilaya Makete hadi kukamilika kwake limegharimu kiasi cha shilingi milioni 416.9. Tumejulishwa pia kuwa kiwango hicho cha fedha kilichotumika ni ongezeko la shilingi 33.5 milioni sawa na 8.74 ya bajeti ya mradi iliyokuwa imetengwa. Hata hivyo, ongezeko hili kama tulivyoelezwa na mkurugenzi wa miliki lilitokana na baadhi ya changamoto ambazo tayari ameshazieleza. Nitumie fursa hii kuwapongeza wataalamu wote kutoka kwa mshitiri wakiongozwa na mhandisi Dr. Emmanuel Kiabo pamoja na wataalamu kutoka kwa mkandarasi wakiongozwa na fundi mkuu Bwana Mohamed Kassim Mtopela, ambaye kwa bahati mbaya nimejulishwa kwamba ana udhuru, hivyo hatuko naye hapa siku ya leo. Pongezi hizi wafikie pia watumishi wa TAKUKURU mkoa wa Njombe wakiongozwa na mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Njombe Bwana Kassim Ephraim. Lakini pia pongezi wafikie watumishi wa TAKUKURU wilaya Makete wakiongozwa na mkuu wa TAKUKURU wilaya Makete Bwana Raymond Rwezaula Katima. Ninawapongeza kwa kuwa mlitumia taaluma na weledi wenu mkubwa katika kuhakikisha kuwa kazi za utekelezaji wa mradi huu zinatekelezwa kwa kiwango cha juu na kukamilika mapema kadri ilivyowezekana. Hongereni sana. Sema tu wazi, jukumu la kutunza jengo hili na vyote vilivyomo ni la watumishi wa TAKUKURU wa Makete hivi sasa na wale ambao baadaye watakuja Makete. Lakini jukumu la kutunza, la kutumia jengo hili ni jukumu la Makete wote. Ndugu wananchi, ni waombe mfike katika jengo hili kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, ubadhirifu wa mali ya umma, utakatishaji, hujuma za uchumi, ili hatua ziweze kuchukuliwa. Tunachosisitiza ni taarifa ziwe za kweli, ziwe sahihi, na siwe taarifa tu za uzushi za kukomoana. Hizo hazitatusaidia sisi kama TAKUKURU, lakini hata ni wananchi hazitawasaidia. Na sisi watumishi wa TAKUKURU Makete tunaahidi kulitumia jengo hili na kuwahudumia wananchi wa wilaya Makete. Mama Samia kwa kuhakikisha kwamba anaikumbuka wilaya yetu ya Makete kwa kutupa jengo zuri hili ili tupambane na rushwa. Tunamshukuru sana. Pia tunakushukuru wewe mgeni rasmi ambaye unasimamia taasisi hii. Kwanza Mheshimiwa Rais kwa kukuteua wewe usimamie taasisi hii. Hakupotea, amefanya jambo zuri na tunamshukuru sana Rais kwa kukuteua wewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, wilaya ya Makete mara baada ya kupata wilaya yetu hii ambayo inaongozwa na kijana wetu ambaye ametumwa hapa kuja kupambana na rushwa, hakika Makete imekaa vizuri. Rushwa imepungua, rushwa haipo, lakini tunastarehe kwa sababu tunakwenda vizuri na kijana wetu huyu na sana anafanya kazi vizuri. Sisi tunamtakia baraka nyingi za mwana ili aendelee.